Imepokelewa kwa hisia mseto, wakati baadhi ya wadau wakizipongeza kama hatua ya kuimarisha usalama barabarani. Wahudumu wa sekta ya usafiri kwa umma wamekosoa vipengele kadhaa vya sheria hiyo, wakisema hawakuhusishwa katika uundwaji wake, na wahudumu hao wanapendekeza kuwa faini zote zitekelezwe mahakamani badala ya barabarani, wakisema utekelezaji wa papo kwa papo ni mwanya wa ufisadi. Willy Dennis Njiru anaripoti zaidi. Wakizungumza katika eneo la Mai Mahiu wakiongozwa na mwenyekiti wa sako ya Narok, wahudumu wa usafiri wa umma wamesema kuruhusu utozwaji wa faini moja kwa moja barabarani kunafungua mianya ya ufisadi badala ya kudhibiti makosa ya trafiki. Kama ni kushikwa, unashikwa, unapelekwa kotini. Lakini hawa wa barabara tunajua hata sio koti hii, kwa barabara si koti. Hii ni unyanyasaji, kwa sababu kama watakuambia uende kando uwapatie kitu kidogo, sio ni corruption. Na hiyo koti wanaleta kwa barabara, hiyo haifai hata kidogo. Juu gari iko na mambo yote, imefanywa inspection na NTSA. Sasa wakileta koti kwa barabara, wanatatiza abiria, madereva, wanatatiza kila shughuli. Kuna barua yote utapewa ndio wale utakuta kwa barabara, wengine wasikusumbue, kitu kama hiyo. Lakini sasa tunaona tunanyanyaswa sana. Wamesisitiza kuwa ni muhimu sheria ifuatwe kikamilifu, lakini kwa maoni yao makosa ya barabarani yashughulikiwe mahakamani, wakisema hatua hiyo italinda haki za madereva na kuhakikisha uwazi katika utekelezaji wa sheria. Ni charging, unaandikiwa, unaenda kotini, unaenda kulipia huko, lakini si kwa barabara. Hiyo tunakataa. Aidha, wahudumu hao wamepinga kipengele cha kuendesha magari kwa saa 8 pekee kwa siku, wakisema hali ya safari barabarani haiwezi kulinganishwa na sekta nyingine kama usafiri wa anga. Mimi nauliza, kutoka hapa kwenda US ni masaa 8, ama kuna pale unashukishwa kwanza unakaa uongoje masaa yako iende? Kwa hivyo tunaona hasa sisi kama wenye magari, hasa hizi magari za transport, tunanyanyaswa. Magari kama hizi tunaona magari barabara za transport, maroli, hizo zinaenda masaa 8, na labda kuna magari ingine inatoka hapa inaenda Burundi, Rwanda, ingine inaenda mpaka mbali Marsabit. Wanasema safari hutofautiana kulingana na umbali, mazingira na mahitaji ya abiria, na kwamba sheria hiyo inaweza kuathiri utoaji wa huduma hasa kwa safari ndefu na maeneo ya mashinani. Ni upande tu wa magari hizi za kubeba abiria, ama hasa ndege ama meli, juu hata hizo zinabeba abiria, itakuwa na smart card ama itakuwa ikitolewa point. Wahudumu hao pia wametaka mamlaka ya kitaifa ya usalama barabarani NTSA kuwajumuisha katika majadiliano yoyote ya mabadiliko ya sheria, wakisema ushirikishwaji utasaidia kuboresha utekelezaji na kuongeza ufanisi wa sheria za trafiki. Sheria wakisha panga waje wanatuisha, na sisi tunachangia, hawatuiti, wanaingia kwa room yao wanatengeneza. Willy Dennis Njiru, TV 47. Mamlaka ya usalama barabarani